Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM kimewapongeza wanafunzi wake kwa kufanikisha kushinda mashindano ya teknolojia yaliyofanyika nchini China yaliyoandaliwa na kampuni ya Huawei na kushirikisha wanafunzi kutoka nchi mbalimbali ulimwenguni. Akizungumza katika hafla maalumu, makamu mkuu wa chuo hicho Lugano Kusiluka amesifu juhudi za wanafunzi hao kwa kufanikisha Tanzania kuwa wenye fahari katika mashindano hayo ya kimataifa. Mungu kwamba vijana wetu ambao walikwenda kutuwakilisha katika mashindano ya tehama yanayoandaliwa na kampuni kubwa kabisa ya teknolojia hapa duniani ya Huawei walisafiri salama na wamerudi salama. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Wote tunajua habari ya safari za anga wakati mwingine huwa sio safari nzuri sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, sisi kama taasisi na sisi kama walezi na wazazi wa vijana hawa tunafurahi kwamba wamerudi salama. Pili, tunawapongeza vijana wetu kwamba mlikuwa wasikivu, na nilipokuwa ninawaagiza hapa kwamba mrudi na medali, najua mmerudi na medali, mnazo. Unajua ulimwengu wa dikto hawatoi makombe makubwa, wanatoa tu medali. Kwa hiyo kwetu sisi kama chuo, kwa kweli mmetupa heshima kubwa. Huu ushindi sio mdogo. Najua kwanza mchakato wenyewe wa ushindi na mashindano kuanzia hapa chuo kikuu kwenyewe hapa mlikuwa mnashindana, mkaenda kwenye ngazi ya taifa, mkaenda kwenye ngazi ya kanda ya Afrika, alafu kwenda kwenye ngazi ya kiulimwengu. Haikuwa kazi ndogo. Naona mnaonekana hata kilo mmepunguza, kwa hiyo nimeje kwamba haikuwa kazi ndogo. Na ile tu mawazoni kwamba naenda kushindana kwa ajili ya nchi yangu, huwa ni kitu ambacho kinakubebesha mzigo mkubwa sana. Na hasa kama unatambua kwamba kuleta heshima kwa nchi yako sio jambo dogo. Sio jambo dogo. Kwa hiyo sisi tunawapongeza sana wote kwa kazi mlioifanya, na kwamba mmeonyesha kwamba Tanzania ni taifa ambalo linaweza kushindana hapa duniani. Tena katika ulimwengu huu wa teknolojia. Mataifa makubwa mliokuwa mnashindana nayo au wanaotoka mataifa makubwa, nadhani walipokuwa wanasikia Tanzania, wengine wenda walisikia mara ya kwanza katika mashindano hayo. Kwa hiyo kama msikia mara ya kwanza, unajua huyu sasa huyu ndio anatoka wapi, anakuja kutusindikiza. Badala yake mkawageuza wao wakawa wasindikizaji. Hii ni heshima kubwa sana kwenu, ni heshima kubwa sana kwa chuo chetu, lakini ni heshima kubwa sana kwa Tanzania. Ni heshima kubwa mno. Manake mnafungua milango mingi kwa ajili yenu, kwa ajili ya chuo kikuu cha Dodoma, lakini pia kwa Watanzania. Manake kwenye ulimwengu wa tehama na teknolojia za kidijitali, Tanzania itaonekana, UDOM itaonekana, na ninyi mtaonekana. Na walimu wenu hata kama hawaonekani hapa kwenye picha, kwa kuwa mko chuoni inajulikana kwamba kuna watu wanaowapika hawa watu. Kwa hiyo naomba hata wale walimu, wakati mwingine wahadhiri wenzangu hapa, mnapoandika CV zenu, muweke kipengele sisi tulikuwa ndio tunafundisha washindi ambao walipata Global Award ya ICT. Hakuna ubaya. Unapotafuta kazi, include that one, kwamba was one of them. Manake hawa wajajifundisha, wengine hapa they didn't know anything about these computers, these networks, whatever, they didn't know, hawakuzijua. Lakini mmefanya kazi kubwa sana. Kwanza kuwapa ujasiri kwamba mnaweza mkashindana, halafu kuwatayarisha ili waweze kushindana. Hilo sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Na tukiri kwamba kwa kweli chuo kikuu cha Dodoma, na hasa hii ndaki yetu ya sayansi za kompyuta na elimu angavu, inafanya kazi kubwa. Sisi tukaambia vijana wetu hapa wanajitambua kwamba hawajaja kupoteza muda. Wanajitambua kwamba wamekuja hapa kusoma na kuelimika ili waweze
kuwa na ujuzi utakaowawezesha kufanya kazi katika maeneo hayo. Na kwa kweli iliwa inspire the team, na kwa kushirikiana nao tunaendelea kutafuta rasilimali ili kiwezekana Watanzania wengi waweze kusoma na kupata hivyo vyeti vya kimataifa na hivyo kupata ajira sehemu yoyote ulimwenguni, kwa sababu hizo certification zinatolewa na taasisi za kimataifa. Kwa hiyo kwa wale vijana ambao wanataka kwenda kufanya kazi kimataifa, nafikiri ile fursa ni ya kuchangamkia. Uzuri ni kwamba haiwahusu wanafunzi wa chuo kikuu waliopo hapa wanaosoma peke yake. Ile program inaweza kaleta na watu wengine ambao walishamaliza lakini wako tayari kujifunza. Ni program ambayo ina demand sana. Kwa hiyo kama hujitumi huwezi. Kwa kuwakilisha wenzangu wa 3 waliobaki hapa kutoa mrejesho wa kile tulichoendea China. Tulikuwa track 2, network pamoja na computing track. Wawili wapo JIT pamoja na UDSM. Nakumbuka mara ya mwisho tumekuja hapa kumuona makamu mkuu wa chuo, alitukabidhi bendera ambayo tutakiwa tuende nayo kule kwa ajili ya kurepresent nchi pamoja na chuo chetu. Timu 40 kwa kila track. Network timu 40 au kulikuwa kuna timu 40. Kwa ilikuwa ni competition ngumu sana. Nakumbuka wakati tunafanya maandalizi pale lab, tulikuwa tunaambiana na wenzangu hapa kwamba haijalishi kule tunaenda kukutana na watu wana rangi tofauti na sisi, wana skills tofauti, wanajua vitu, lakini tukasema at the end of the day marks zitaongea. Kwa tulijiandaa tukaondoka hapa Tanzania, ilikuwa tarehe 18, tukaenda China kula kiapo kile ambao walitupresent wachache mbele kusoma kile kiapo. Kwa sisi tukawa tunarudia. Kwa kesho yake ndo tukaenda kwenye mtihani, ambao mtihani ilikuwa ni practical moja kwa kila track. Practical na mimi pamoja na mimi hapa, ambao ilikuwa ni practical masaa 8 au masaa 8 kwangu. Kwa hiyo ulikuwa unatakiwa umalize mtihani ndani ya masaa 8. Haijalishi utaambiwa muda wa kula upo, lakini wewe utaamua unaenda kula au unamaliza mtihani. Kwa hiyo kuna ambao walioenda kula. Of course tulikuwa tunawashangaa, yani unaendaje kula afu una deni hapa, dakika zinahesabu, dakika za mtihani zinahesabu, afu unaenda kula. Kwa hiyo of course ilikuwa ni very competitive na watu walikuwa ni wengi. Kwa Afrika tulikuwa na timu na wanafunzi 98 kutoka vyuo tofauti. Kwa hiyo tumeshindana, tumefanya mtihani ndani ya masaa 8 kwa track yao wamemaliza, na sisi pia tulifanya ndani ya masaa 8 tukamaliza, muda ukaisha, mtihani ulikusanywa. Kwa kilichofuata pale ni kusubiria majibu.